السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع العلم على العلماء وفضلهم على سائر المخلوقات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الهداة الثقات والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرضين والسماوات. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni furaha kubwa sana kwa wazazi, walimu na hata wanafunzi kwa siku kama hii tukufu, siku adhim, siku ambayo ameieleza msomi wetu Profesa Mujahid kwa neno la graduation kwa mapana sana. Neno kama hili ambalo tunalifahamu kwa lugha ya Kiarabu ni haflatu takharruj, mahafali ya wanafunzi ambao wanamaliza masomo yao katika vitengo tofauti. Kuna wale ambao wanamaliza masomo yao ya tamhid kama marhala asasia katika elimu ya kisheria inayofahamika katika marhalatul hadhana. Kuna wale ambao wanamaliza katika marhala ibtidaiya na wale ambao kwamba wanamaliza katika marhala mutawassita, na vile vile kuna wale ambao wanamaliza katika kitengo cha kuhifadhi kitabullahi azza wa jal, na wengineo bila shaka ninashuhudia katika hafla kuna wale ambao wanamaliza katika marhala thanawiya. Inajulikana kama haflatu takharruj katika fusul, lakini isijulikane ni haflatu takharruj fil ilm, hafla ya kutoka katika elimu, bali iwe ni hafla ya kutoka katika vitengo mbalimbali, kutoka chengine mpaka chengine. Na hii ni katika nidhamu ya tadris katika manahiji za elimu ambazo zinapatikana katika madaris. Lakini elimu kwa jumla haina takharruj fil ilm, kwa sababu elimu ni pana sana. Elimu kama tunavyoelezwa mina almahdi ila allahd, ni kuanzia pale mwanzo wa ulezini, mtoto anapoinukia miaka 3 na kuendelea mpaka ile siku ambayo amewekwa katika mwana wa ndani. Elimu pia pale ipo, na elimu kama ile ni elimu ya uhakika. Watakapomaliza kukuweka mwana wa ndani, wakianza kuondoka, mwanadamu huingiwa na akili kwamba hao ndugu zangu ndio wanaondoka kweli. Hiyo ni moja katika elimu ya yaqini ambayo ataithibitisha yeye mwenyewe, kama alivyothibitisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pale aliposema maiti anafahamu watu wanapoondoka kwa sauti za kwato za miguu yao. Wazazi wangu, leo ni siku ya furaha, siku ambayo kihakika sisi wageni tulioalikwa tunawastahiki tuwavalishe taji, na taji hili ni kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie thabat kuendeleza elimu ya watoto wenu, elimu ya kisheria, mbali na elimu ambayo ni fardhu kifaya, elimu ambayo inajulikana kama sekula. Lakini kwa kuwa nyinyi ni imara katika elimu ya kisheria, watoto walioweza kutamka maneno ya Kiarabu mbele yenu, kila mzazi alihisi furaha fulani anapomwona mtoto wake anatamka matamshi ya Kiarabu ambayo si lugha yake, na anaitamka kwa fasaha sana, na huku moyo wako ukiburudika kwa ile juhudi ambayo umeisimamia mpaka mtoto wako kufika hapa mbele. Ni furaha inatakiwa iendelee
mpaka leo watoto wale tuwaone na wao wanasimama kama tunavyosimama sisi kutoa waadhi na mihadhara, hapo itakuwa umefanya juhudi kubwa sana. Wazazi, la elimu lina fadhila kubwa sana katika Uislamu, na fadhila hizi zinarudi kwenu kwa juhudi ambayo mnaifanya kuhakikisha watoto wenu wanatimiza ndoto zao katika elimu ya kisheria. Kwa nini la elimu lina fadhila kubwa sana? Kwa sababu ni tariqun ila aljanna. La elimu ya kisheria ni njia ya kuelekea pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mirathul anbiya, na vile vile kwa nini isiwe na elimu ya kisheria ni elimu yenye fadhila? Ni kwa sababu ndio mirathi mikubwa sana iliyoachwa na manabii. Lianna alulama warathatul anbiya, walimu au wanavyoni ndio warithi wa mitume. Vile vile la elimu linabakia athari yake baada ya mtu kufa, na elimu ni sadaqatun jariya, sadaka ambayo inaendelea. Na sadaka kama hii vile vile wewe mzazi unahusika nayo, kwa sababu umempatia mtoto wako elimu yenye kumnufaisha hapa duniani na akhira. Ndiposa watoto wetu kumalizia khutba yao wakisema aya kama hii tukufu, ikiwa ni aya ina maana ya dua, wakisema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. La elimu lina fadhila kubwa sana wazazi, kwa sababu la elimu linawafanya malaika kuwaombea msamaha wale tulabul ilm, wale ambao wanatafuta elimu ya kisheria pale wanapoteleza kwa madhambi au kwa makosa mbalimbali. La elimu, wazazi wangu, ni uhai wa moyo, kwa sababu moyo unapata uhai kwa elimu, na vile vile moyo unakufa kwa ujinga. Kwa hivyo elimu ina fadhila kubwa sana, na fadhila kama hizi tunazitaja katika nukta 5 muhimu. Na kama alivyoeleza ndugu yangu hapa Sheikh Sharif, tunapokutana na wazazi wa Markazul Hanifia, wao wenyewe wanashindana na wanafunzi wao ama na watoto wao, wanaandika na kunukuu yale ambayo tunayazungumza katika min abradhi fadhail alilm. Katika nukta muhimu ambazo zinabainisha fadhila ya elimu ni tariqun ila aljanna, ni njia ya kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale aliposema mtume katika hadithi sahihi iliyopokewa na Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume anasema, na hadithi yenyewe ni ndefu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hadithi imeanza man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, mpaka mwisho wa hadithi mtume akasema wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, na yule ambaye kwamba anafuata njia ya kwenda kuitafuta elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kuijua kitabu chake, elimu ya kuijua manabii wake, elimu ya kuijua dini ya Kiislamu bil adilla, basi sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Na njia hii tunahitaja kwa upande mmoja njia ya hisia, kwamba watoto wanatoka majumbani kwa juhudi ya wazazi wao na kuwafikisha katika sehemu ya kupata elimu ya kisheria, wamjue Allah, waijue Qur'ani, wamjue Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka fadhila hizi vile vile zinarudi kwa mzazi. Ikiwa wewe unatafuta njia ya kumsahilishia mtoto wako aipate njia sahali ya kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi njia kama ile na wewe imekuwa sahali, kwa sababu tunawataka wale ambao tunawaomba kila wakati, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin
waja'alna lilmuttaqina imama. Ikiwa hao tunaombea ndio hawa tunawapeleka madaris wasome kumjua Allah, bila shaka na sisi tunapata fadhila kama hii ya kupata usahali ya kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuifikia pepo yake kwa usahali. Hii ni nukta ya kwanza ya kubainisha umuhimu wa fadhila ya elimu, ni kuwa ni njia ya kipekee tusahilishia kwenda katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya pili, la elimu ni mirathul anbiya. La elimu ni mirathi ya manabii. Manabii hawakurithiwa kwa mali, hawakuacha mali kwa ni mirathi yarithiwe kwa umma, wala si mirathi kwa kuwa pengine warithiwe na familia. Tunamjua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla hajaondoka kwenda kwa ar-rafiqul a'la ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika yale aliyemtaka na Aisha radhiallahu anha asibakishe kitu katika mali yake, na alikuwa na dirhamu za kuhisabika, akamtaka azitoe kwa haraka ili isibaki mirathi katika nyumba yake, mirathi ya mali. Al-anbiya mirathi yao ambayo inawaachia umma ni mirathi ya ilmu, watu wamjue Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahimiza hili suala la elimu, na vile vile mwalimu wake Jibril alayhi salam akamfadhilishia hili la elimu kwanza kabla chochote, pale alipomwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Umuhimu wa elimu katika sehemu kama hii, wazazi, ni kuwa sisi tunawarithisha watoto wetu elimu ya manabii, na hiyo ni fadhila kubwa sana ikiwa watoto wetu watafuata nyayo za mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya tatu, la elimu ni rafa'atu darajat, kunyanyuliwa daraja. Na watoto wetu wamesoma katika khutba, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Watoto wametusomea aya kama hii tukufu. Allah anawanyanyua wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anawanyanyua kupitia kwa elimu waliobeba daraja za hali ya juu. Kwa la elimu la kisheria, Allah Subhanahu wa Ta'ala ananyanyua daraja za watoto wetu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Muslim min hadithi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, anatueleza Mtume katika hadithi tukufu, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Kupitia kwa Qur'ani, kitabullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawanyanyua baadhi ya watu kwa kukihifadhi kitabu chake na kukitumia kitabu chake, yani al-Qur'an al-Karim, wa yadha'u bihi akharin, na wale wengine ambao bado hawajakikubali kitabu kama hiki na kukihifadhi, Allah anaziweka daraja yao ya chini sana, na kwa ni watu madhalili wanyonge. Kwa hivyo kuna daraja kubwa kwa wale ambao kwamba ni hafadhatu kitabillah, wale ambao wanakihifadhi kitabu cha Allah, wale ambao wanakisoma kitabu na kufundishana. Allah ananyanyua daraja zao na fadhila zingine ambazo Allah amewapatia. Nazala alaihimus sakina, utulivu Mwenyezi Mungu anawapatia watoto kama hawa, ama wale ambao wanakihifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumul malaika, na malaika wanawazunguka na kuwafinika watoto kama wale. Wa haffathumur rahma, na rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile zinawazunguka na kuwafinika watoto kama wale ambao wanakilinda kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ni fadhila kubwa sana katika nukta ya tatu, rafa'atu ad-darajat. Allah ananyanyua daraja za wanavyoni, daraja ya wasomi, daraja za wale ambao wanatafuta elimu ya kisheria. Nukta ya nne, wazazi wangu, hili ambalo tunawapatia watoto wetu ni baqaul athari. Athari itabakia
ya elimu ile ambayo tunawapatia. Bila shaka tunaona athari ambayo tunaibeba kwa mashekhe zetu. Shekhe wetu hapa, Sheikh Ali, kwa wanafunzi ambao waliomaliza na wanafunzi ambao wanaendelea, hawa ambao washamaliza unawapata wanaendelea katika da'wa na wao wanaelimisha watu. Miongoni mwao tuna mwanafunzi wetu hapa Abdul Qadir ambaye ni mwalimu, na wengine wengi sana ambao wako katika saha hii ya da'wa Mombasa, nje ya Mombasa, mpaka sehemu za bara. Sheikh alitembea katika ziara yake alipoenda sehemu za Tanzania kule Arusha. Wengi ni wanafunzi wake ambao walipitia katika madrasa kama hizi. Kwa utapata athari inabakia katika elimu hii ya kisheria kwa wale ambao wanaibeba elimu kama hii. Nukta ya 5 ambayo ni nukta muhimu sana, na nukta kama hii tunawapatia hongera wazazi, ni kuhakikisha nyoyo za watoto wetu zimebaki hai. Na kubakia hai ni kule kuwapatia elimu ya kisheria. Mmoja katika maneno yake mazuri katika abiyati zake akisema, hayatul qalbi ilmun faghtanimhu, uhai wa moyo ni elimu, basi ipatilize. Moyo ukiwa na elimu ya kutosha, basi moyo utabakia hai. Ama moyo ikiwa hauna elimu, moyo kama ule ni moyo mayit. Pale aliposema wa mautul jahli wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu, na umauti wa moyo ni ujinga, basi jiepushe na ujinga kama huu. Wazazi, hii ni fadhila kubwa sana inarudi kwenu nyinyi. Ni wengi katika wazazi ambao wako katika mji kama huu wa Mombasa, lakini kamwe hawako katika suala hili la elimu, hususan elimu ya kisheria. Na natoa ushahidi katika maneno haya. Nimewahi kupokea mzazi, na hili nalikariri sana katika masala haya ya kielimu, tukibahatika katika mahafalati za kielimu kutaja habari kama hii. Nimepokea mzazi, mtoto ambaye umri wake amefika grade 7 katika mji wa Mombasa. Mzazi amezaliwa Mombasa, amekulia hapa yeye na mumewe na watoto wake, lakini mtoto wa grade 7 analetwa madrasa, wallahi bado hajajua kusoma suratul Fatiha. Ile sura ambayo anaswali nao kila siku haijui. Ikabidi mtoto kama ule aanze kufundishwa kitabu kidogo sana kinachojulikana Ahsanul Qawaid, kitabu kile cha kufundisha alifun ba na kuunganisha fatha na kasra na dhamma, ndio aweze kutamka maneno alhamdulillah kwa kuyatambua, sio kusoma alhamdulillah kwa kuhifadhi peke yake. Nikamuuliza mzazi baada ya interview kama hii, huyu mtoto ni vipi? Ni mgeni, pangine amekulia nchi za kimagharibi, amekuja kama mgeni? Asema hapana, huyu amezaliwa Mombasa, amekulia hapa, lakini tulikuwa hatuna time ya kwenda madrasa. Akitoka shule ni nyumbani wakati wa likizo mzazi wake anasafiri naye kwenda nchi za kimagharibi na nchi za kiimarati kwa matembezi. Kwa hiyo angalia hasara kwamba mzazi yuko ndani ya mji wa Mombasa, si mahali kwa pangine ni taklif kuifikia elimu ya kisheria, lakini wallahi amemweka mtoto mpaka umri wa grade 7. Ni umri zaidi ya miaka 10, na pangine umri wa kubalighi miaka 14, 15. Mtoto kama ule bado hajamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kusikitisha sana. Ni hongera kwenu kuhakikisha watoto kama hawa wameweza kuhifadhi jambo kama hili. Lile ambalo tunahimiza wazazi, kama mulivyokuwa nalo bidii katika hili la kwanza kuhakikisha elimu kwa watoto wenu, la umuhimu la pili linalofuata ni al-amalu bihi, kuhakikisha watoto wenu elimu walioisoma wanaifanyia kazi. Na moja katika yale ambayo amezungumza Profesa Mjahidi hapa ni kuhakikisha kwamba watoto wetu baada ya elimu wawe na tabia mzuri, akhlaqi njema za kuridhisha, za mridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile na wazazi wanaridhika na akhlaqi za mtoto wao baada ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo sina mengi ya kuzungumza, ni siku ya furaha kuona watoto kama hawa ambao wamemaliza kupokea shahada zao, na sisi kuwaombea dua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
azidi kuwabariki katika elimu kama hii, kama alivyomtaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia waqur rabbi zidni ilma. Waambie ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na useme maneno kama haya matukufu, rabbi zidni ilma, ewe Mola wangu mlezi nizidishie elimu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie watoto wetu elimu yenye manufaa, iwanufaishe katika dunia na akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie watoto wetu ni katika wale ambao tunaomba waja'alna lilmuttaqina imama, tuwe na uswatun hasana, na tuwe na jicho la kujituliza tukiona watoto hawa wetu wanakulia katika makarimul akhlaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.